Kutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM. Msikilizaji, kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawia na 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni duru zetu alasiri, dakika 30 za habari, uchambuzi na maoni. Mimi Laurent Gervas na tulionayo katika duru zetu leo hii. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura asema matukio ya utekaji, ujambazi na uporaji yamedhibitiwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kimewataka wananchi kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Na chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD kimesema kwamba uchaguzi uliofanyika Juni 5 mwaka huu ulikuwa wa amani na utulivu. Tuandikie maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615 na maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema matukio ya utekaji, ujambazi na uporaji yamethibitiwa kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. IGP Wambura amesema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati wa kufunga kozi ya maafisa na wakaguzi wa polisi 954 katika chuo cha taaluma ya polisi ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ndiye alikuwa mgeni rasmi. Kwa mujibu wa IGP Wambura, mikoa ya Kagera, Kigoma, Arusha na Singida ilikumbwa na wimbi la matukio hayo, lakini kwa sasa hali ni shwari. Mwaka 2021 kulikuwa na matukio mengi sana ya kihalifu. Swala la usalama halikuwa zuri kama hili tunaloongelea leo. Mwaka 1994 mabasi yalizuiliwa kutembea usiku rasmi, na sababu kubwa ya kuzuia mabasi kutembea usiku ilikuwa ni ujambazi, unyang'anyi kwenye njia kuu. Matukio yale yalikuwa ni matukio ya kudhalilisha yaliyosababisha uporaji wa mali za watu, lakini na udhalilishaji wa wale waliokuwa wakiporwa. Mheshimiwa Rais tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 23, ikiwa imepita miaka 29 chini ya uongozi wako, ilitolewa ruhusa sasa ya magari haya kutembea usiku. Mpaka leo hatujaona tukio lolote la unyang'anyi kwenye njia kuu. Aidha, IGP Wambura amesema matukio ya utekaji, vikundi vya panyarodi na uvamizi wa nyumba maarufu kama 10 ndani ya 10 nje leo ni historia. Hata hivyo, IGP Wambura amesema yapo baadhi ya matukio yanayoripotiwa kutokea yakiwemo ya utekaji ambapo jeshi la polisi na serikali wamekuwa wakiatolea ufafanuzi kuhusu, huku mengine yakiwa katika hatua mbalimbali za uchunguzi. Chama cha ukombozi wa umma CHAUMMA kimewataka wananchi kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu ili kutimiza haki yao ya kikatiba. Katibu mkuu wa CHAUMMA Bwana Salum Mwalimu amesema hayo wakati wa mkutano uliofanyika mjini Geita kwenye kata ya Nyankumbu, ikiwa ni sehemu ya ziara ya viongozi wa chama hicho kanda ya Ziwa. Mwalimu amesema mabadiliko ya kweli hayawezi kupatikana pasipo kushiriki katika uchaguzi utakaoamua nani awe kiongozi. Ninawaomba watu wa Geita tujiandae kwa uchaguzi mkuu. CHAUMMA tutaweka madiwani, CHAUMMA tutaweka wabunge, CHAUMMA tutasimamisha mgombea urais, na ninawahakikishia tutaleta nondo. Tumepita mapito magumu, tumevumilia, tumeyavuka. Mabadiliko yataletwa kwa nguvu ya umma, na nguvu ya umma ndio sisi, na tuko tayari kuongoza nguvu hiyo.
Naye makamu mwenyekiti wa Chauma upande wa Zanzibar Isa Hussein amesema chama hicho hakitasusia uchaguzi kwani kimekuwa kikishiriki katika mchakato huo misimu yote ya uchaguzi. Sisi ndio waasisi wa Chama cha Ukombozi wa Umma, lakini hatuwezi kujifungia milango wakati tumepata wenzetu wa kushirikiana ili kulipeleka taifa hili mbele. Na sisi tukaweka saini mwanzo kama tunashiriki uchaguzi. Na sisi kushiriki uchaguzi sio mara ya kwanza hii. Toka tulipoanza kuunda hichi chama, sisi tunashiriki uchaguzi. 2015 tulishiriki uchaguzi. Mheshimiwa Hashim Rungwe alikuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nilikuwa mgombea mwenza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. 2020 Mheshimiwa Rungwe aligombea tena Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo sisi sio mwanzo, sisi ni kawaida yetu, hatususi uchaguzi. Majeruhi 6 kati ya 8 waliopata ajali iliyoua watu 28 katika mteremko wa Iwambi mkoani Mbeya wamehamishiwa hospitali ya mkoa wa Mbeya kwa matibabu zaidi. Ajali hiyo iliyotokea Juni 7 mwaka huu ikihusisha magari matatu na kusababisha vifo vya watu 27 papo hapo, huku mmoja akifariki wakati akiendelea na matibabu katika hospitali teule ya Ifisi iliyopo mji mdogo wa Mbarizi. Kaimu mganga mfawidhi wa hospitali teule ya Ifisi Dr. Morris Martin amesema hadi sasa miili inaendelea kuchukuliwa na ndugu na jamaa huku majeruhi wakiendelea na matibabu. Amesema kati ya majeruhi 8 waliolazwa hapo, 6 wamehamishiwa hospitali ya mkoa wa Mbeya kwa matibabu zaidi na waliobaki na afya zao zinaendelea kuimarika. Hata hivyo, katika salamu za pole, serikali iliahidi kugharimia matibabu kwa majeruhi na kutoa shilingi 500,000 kwa kila familia iliyopoteza ndugu katika ajali hiyo na gharama za majeneza. Na sasa ni habari za kimataifa. Chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD kimesema kuwa uchaguzi uliofanyika Juni 5 mwaka huu ulikuwa wa amani na utulivu. Hayo yamebainishwa na katibu mkuu wa CNDD-FDD Bwana Reverien Ndukuriyo alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura. Aidha, Bwana Ndukuriyo amesema baadhi ya raia waliosababisha kuwepo kwa baadhi ya changamoto wamechukuliwa hatua za kisheria ili kuijenga Burundi yenye amani na kuheshimu haki za binadamu. None mbilo vy'amatora 2014 sasa katika vituo vya uchaguzi 1014 hatakosa itirafu hata moja. Sasa tutakuwa paradiso au mbinguni, kwa kuwa huko ndiko hapata fanyika kosa hata moja. Lakini ukiwa bado hapa duniani, sehemu yenye watu, unasikia kuwa bado ni changamoto. Mtu alikuwa akidiriki kuambia wenzake kwamba ukimaliza kupiga kura, piga picha kile ulichokichagua, kisha utakapoleta na kunionyesha nikupatie franga 5,000, na akiweka asimuonyesha anampatia 5,000. Sasa hiyo sio changamoto. Kupiga kura unachagulia sehemu ya faragha na siri, na kumbukeni ni mwiko kupiga picha, lakini sio changamoto kubwa ya kuchagua uchaguzi. Hata hivyo, amesema yeyote aliyejaribu kuvuruga uchaguzi kwa njia yoyote lazima sheria ishughulike naye ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye nia ya kuvuruga amani ya Burundi. Rwanda imejiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati ECOWAS, ikituhumu jumuiya hiyo kuegemea upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita vinavyoendelea mashariki mwa taifa hilo jirani. Hatua hiyo imekuja baada ya viongozi wa ECOWAS kuongeza muda wa rais wa jumuiya hiyo kutoka Equatorial Guinea kwa mwaka mwingine mmoja, ikipita Rwanda iliyokuwa ikichukua kijiti hicho cha uongozi. Waasi wa M23 ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa na Marekani wanadai Rwanda inaendelea kuwaunga mkono, wamedhibiti miji muhimu mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari mwaka huu katika mapigano ambayo yamesababisha mauaji ya maelfu ya watu. Kulingana na kamishna wa ECOWAS ambaye hakutaka kutajwa jina lake, kulikuwa na mvutano mkali kati ya mawaziri wa Rwanda na Kongo, na upande wa Kongo ulionya kwamba hautaweza kusafiri kuelekea Rwanda kwa mikutano ya jumuiya hiyo iwapo Rwanda itaiongoza. Wazua. Msikilizaji, ukichoka jifunze kupumzika na sio lazima kurudi nyuma. Wazua.
Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amesema matukio ya utekaji, ujambazi na uporaji yamedhibitiwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA kimewataka wananchi kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Na chama tawala nchini Burundi CNDD-FDD kimesema kwamba uchaguzi uliofanyika Juni 5 mwaka huu ulikuwa na amani na utulivu. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM kikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Msikilizaji, hii ni Radio Kwizera FM, kipindi hewani ni makala ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba kampuni binafsi ya kijeshi ya Russia maarufu kwa jina la Wagner imetangaza kwamba imeamua kuondoka nchini Mali na hivyo kumaliza zaidi ya miaka 3 ya operesheni zake katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wagner imesema kwamba imesema kwenye taarifa yake ya mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba dhamira imekamilika na PMC Wagner inarejea nyumbani. Kundi hilo limesema limesaidiana na wazalendo wa ndani kuunda jeshi thabiti na lenye nidhamu ambalo sasa lina uwezo wa kulinda ardhi yao. Miji mikubwa yote ya mikoa ya Mali imerejea kwenye udhibiti wa serikali halali. Mali ni nchi iliyoko katika eneo la Saheli la barani Afrika na imekuwa ikishuhudiwa vitendo vya waasi tangu mwaka 2012. Wanajeshi nchini humo waliomba Russia kuisaidia taifa hilo la Mali baada ya kuvunja uhusiano na mkoloni Ufaransa na washirika wake wengine wa magharibi. Mapema mwaka huu nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zilikuwa chini ya utawala wa kijeshi zilijiondoa rasmi katika Jumuiya ya Kikanda ya Afrika Magharibi ECOWAS. Nchi hizo tatu zimeunda kambi yao zenyewe ambayo ni muungano wa mataifa ya Saheli katika kutazama usalama baada ya vikosi vya Wagner kutoka Urusi kuondoka katika ardhi ya Mali. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu, na huu ndio mtazamo wake. Karibu sana Bwana Alfred Festo Bishundu, tuangazie kuondoka kwa vikosi vya Wagner katika ardhi ya Mali, wakati tukifahamu kwamba Mali bado ina heka ya kupigana na waasi ambao wamekuwa kichangia kuzorotesha amani katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Pengine kuondoka kwao sasa ni kwamba Mali iko salama? Hapana, Mali haiko salama, kwa sababu hata wakiwa bado wapo Mali haikuwa salama, kwa sababu tulikuwa tunashuhudia wakivamiwa hapa na pale, kwa sababu ukiangalia pamoja na uwepo wa kikundi cha
Wagner unaweza kushuhudia Mali, Burkina Faso, Niger. Ni mataifa ambayo yameshuhudiwa yamekuwa yakipata mapinduzi, yamekuwa yakipata migogoro hapa na pale, vikundi vya waasi ni vingi. Kwa hiyo nafikiri kuondoka kwa kikundi hiki tunaweza tukategemea mawili. Moja ni kufungulia mlango wa vikundi vingine vya waasi, kwa mfano vikundi vya waasi kwa mfano kama Boko Haram na vikundi vingine vile kuja kuvamia mataifa hayo matatu ambayo yamekumbwa na mapinduzi kwa kiasi kikubwa, au tukashuhudia Mali kujidhatiti zaidi na kutumia utaalamu ule ambao wameupata kutoka kwa Wagner kuimarisha ulinzi zaidi katika mataifa. Assimi Goita, kiongozi wa kijeshi aliyefanya mapinduzi katika taifa hili la Mali, anapaswa sasa kujiandaa kuishi maisha gani bila jeshi au vikosi hivi vya Wagner katika ardhi ya Mali? Kwa kweli atakuwa na wakati mgumu sana, na pengine hatujui, huenda kuna kikosi pengine kinaweza kikawa kimeachwa kidogo cha kumlinda, lakini nafikiri itabidi afanye kazi ya ziada zaidi katika kuliongoza taifa la Mali, kwa sababu Mali ni taifa ambalo nafikiri katika mataifa hayo matatu, Niger, Burkina Faso, Mali inaweza kama imekumbwa na mapinduzi ya kijeshi mengi zaidi kuliko mataifa mengine haya, ikifuatiwa na Burkina Faso na Niger. Mataifa mengine ya Nigeria, Burundi na nini yanafuata, lakini kikubwa zaidi ni aimarishe ulinzi wake zaidi, na nafikiri kwa sababu mataifa haya matatu sasa hivi yana partnership kubwa sana na Urusi wanaweza kufanya kitu katika kulinda viongozi hawa wasiweze kudhurika zaidi. Naam, yote kwa yote mataifa haya ambayo yapo katika ukanda wa Saheli kama ulivyoashiria yamekuwa yakikabiliwa na mapinduzi pamoja na vikosi vya waasi kuendelea kuyumbisha katika maeneo hayo, ikiwemo vikosi ambavyo vina mfungamano na mtandao wa Al-Qaeda. Sasa Wagner kuondoka kunaacha pengo lolote? Ndiyo, kuna pengo linaachwa, kwa sababu nafikiri ilikuwa kwa kiasi fulani inaogopwa. Kwa hiyo wanaweza wakawa wamefungulia mlango pengine kwa Al-Qaeda kujisogeza zaidi na kufanya mambo ya kipuuzi zaidi, kwa maana ya kuua watu, lakini vile vile Boko Haram kusogea ukitoka Nigeria kwenda mazingira yale kufanya hayo. Kwa hiyo nafikiri ni muda ambao mataifa haya yanatakiwa yawe kitu kimoja kupambana zaidi, vinginevyo watakumbwa na matatizo makubwa zaidi ambayo walikuwa hawajawahi kushuhudia endapo watajiachia zaidi. Na kushukuru sana Bwana Alfred Festo Bishundu kwa kuzungumza nasi Radio Kwizera katika makala ya Duru Zetu Alasiri. Mimi nakushukuru sana, kazi njema. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu kutoka manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga, tukizungumza naye kuangazia swala hili la Mali kuondoka kwa vikosi hivi vya Wagner kutoka kule Russia. Na sasa tuangazie taarifa nyingine hapa msikilizaji, ambapo kama tulivyosikia kwenye taarifa yetu ya habari ni kwamba Rwanda imetangaza kujiondoa katika Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS, ikishutumu nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba inatumia njama kushawishi nadharia ya umoja huo. Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Rwanda imesema katika taarifa yake kwamba haki ya Rwanda ya urais wa zamu kama ilivyoainishwa katika kifungu cha 6 cha mkataba wa kuanzisha ECOWAS ilipuuzwa kwa maksudi kwa maagizo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilitaja kutengwa kwa Rwanda katika mkutano wa 22 wa kawaida wa ECOWAS huko Kinshasa mnamo mwaka 2023 chini ya uwenyekiti wa Kongo, huku mvutano kati ya nchi hizo mbili ukipamba moto. Uteuzi wa mwenyekiti mpya wa ECOWAS uliopangwa kufanyika siku ya Jumamosi mwishoni mwa juma lililopita uliahirishwa baada ya DRC kuripotiwa kutunga uhamisho wa mwenyekiti wa zamu kutoka Guinea ya Ikweta na kupewa Rwanda. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu mara kadhaa Rwanda kwamba inaunga mkono waasi wa M23, shutuma ambazo Kigali imekuwa ikikanusha mara kadhaa kujihusisha na swala hilo. Katika kutazama hili nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia ndani ya Afrika, Bwana Onesimo Kagwiza wa Kagwiza. Nini mtazamo wake wa hiki ambacho kinaendelea kati ya DR Congo na Rwanda, lakini kujiondoa kwa Rwanda katika umoja huo kuna athari gani kiuchumi? Mgogoro uliopo kati ya Kongo na Rwanda umefika bahara ambapo kwa kweli ukweli mchungu ni pabaya, na pengine jumuiya kama hizi ingekuwa na jukumu la kuhakikisha kunakuwa na utatuzi wa migogoro yenyewe, lakini kwa bahati mbaya imekuwa kwa kweli hazina uwezo wa
kutanzua migogoro iliyopo Kongo. Kadhia ya Rwanda kuamua kuondoa ni ushahidi huo kwamba bado kuna kutokuaminiana kati ya Kagame na Tshisekedi kwa swali la uhusika wa Rwanda ikidaiwa kwa M23, kitu ambacho Rwanda imekanusha mara kadhaa. Lakini bado ukweli unabaki pale pale kwamba usalama wa Kongo ni kizungumkuti, na haswa zipo nadharia nyingi zenye kudhani kwamba je, ni kuzorota kwa mifumo ya ndani yenyewe tu ya Kongo, au je ni uhusika wa makundi kama M23, lakini pia au ni pengine namna ya udhaifu wa jumuiya za kikanda zenye labda pia uwezo wa kuweza kuingilia na kutatua. Lakini wapo wenye kudhani kwamba kuna mkono wa wakubwa ambao wamekuwa wakitoa matamko tu bila kuonesha juhudi za kuisaidia Kongo, ambayo imeendelea kuwa mtumwa wa rasilimali zake yenyewe, na kwa kweli swali la usalama wa Kongo imeendelea kuwa ni mtihani mkubwa. Masuala ambayo tulikuwa tukiyachukulia kama mzozo baina ya nchi mbili sasa yanavuka na kuingia katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Jumuiya ya Afrika ya Kati. Hii sasa hatuoni pia ikiingia katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kwa sababu mataifa haya pia ambayo yako kwenye Jumuiya ya kiuchumi ya Afrika ya Kati yapo pia katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kama hali itaendelea kukua hivi taratibu, mzozo huu wa kikanda unakuja kuathiri vipi shughuli za kiuchumi kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika ya Kati? Nadhani unapozungumzia uchumi uliotandawaa kati ya nchi zinazotangamana, hakuna jinsi yoyote ambavyo nchi mwanachama inaweza kuathirika isiathirike nchi zingine. Ndio maana tunachelea kusema kwamba nafasi pia ya nchi wanachama wa jumuiya hizi za kikanda inaonekana kuchukua hatua nzuri zaidi za kuelekea kwenye utatuzi. Utakumbuka wakati nchi ya Angola, Togo na Marekani zimejitolea kusimamia mazungumzo ya kuleta amani ya Kongo yakifanikia Angola, ingawa hakuwa na kuonekana kuwa na matunda ya wazi, na haswa baada ya Rais Tshisekedi kuonesha utayari hata wa kuweza kutoa rasilimali za madini kwa makampuni ya Marekani ili kuweza kusaidia ishu ya usalama. Mtanziko huu ambao unaibuka ndani ya jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, hatuoni ukizaa kile ambacho kiliwahi kukumba jumuiya ya Afrika ya Mashariki ya mwaka 1977 ambayo ilivunjika kwa mambo kama haya ambayo yanafukuta taratibu. Naam, hatari ya kuvunjika ipo, lakini bado ni vigumu zaidi kusema hivyo kwamba inaweza kuvunjika, isipokuwa inawezekana malengo hasa mahususi ya jumuiya hizi yakawa hayatekelezwi ipasavyo. Nadhani kumekuwa tu ni kama ni mikutano ya wakubwa ambao wanakutana na kupokezana vijiti. Panapokuja masuala ya usalama na masuala ya kuingilia ishu za kisiasa za ndani, kumekuwa ni kuna kusitasita sana kuchukua hatua fulani zenye malengo ya kutia vikwazo, kutia mbinyo mbalimbali kwa viongozi wanaokuwa wanazorotesha usalama wao. Kumekuwa na wakati mwingine nani ambunge paka tengere wako kuna fukuta kwangu naweza kuzima moto. Kumekuwa na hisia kama hizo za kuonyesha kwamba kama kwa uthabiti wa kidemokrasia ndani ya nchi zenyewe za ndani imekuwa pia ni kikwazo cha nchi hizi kuweza hata kunyoshea kidole mwingine panakuja swala la usalama wa ndani. Ni Bwana Onesimo Kagwiza wa Kagwiza kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, akitoa mtazamo wake kuhusiana na hiki ambacho kinaelezwa Rwanda kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati ECAS. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaungana na mwenzangu Amina Semagogwa. Karibu sana Amina Semagogwa katika Duru Uchumi na Biashara. Asante sana Laurent Gelvas pamoja na msikilizaji, na leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba halmashauri ya manispaa ya Geita imesaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 19.17 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kituo cha mabasi cha kisasa mkoa katika eneo la Magogo. Fedha za mradi wa stendi mpya ni sehemu ya mkopo wa Benki ya Dunia wenye lengo la kutekeleza mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania TACTIC. Na serikali imeeleza kuwa daraja la Kigongo Busisi pamoja na kutumika kwa shughuli za usafiri na uchumi linaweza pia kutumika kwa shughuli za kijamii na utalii kama harusi, uchoraji wa picha, kurekodi muziki, kwaya na kaswida, ikiwa utaratibu rasmi na usalama utafatwa.
Akizungumza jijini Mwanza, waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema tayari wapo wananchi waliowasilisha maombi ya kutumia daraja hilo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii na kwamba serikali inatambua umuhimu wa matumizi hayo ya kiutamaduni na kijamii. Pamoja na hilo, waziri Ulega amesema tayari wameanza kupokea maoni kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusu ada za matumizi ya daraja hilo, ambapo baadhi ya wabunge wamependekeza wananchi wa kawaida wasitozwe huku magari ya biashara yakichangia gharama za matengenezo. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Asante sana Amina Semagogwa, bila shaka na utatumia daraja hilo. Urefu wa kilomita 3. Ndio. Niko naenda kushuti wimbo wangu. Eti Ndio. Hongera sana. Asante. Naam, ni Amina Semagogwa huyo amepita katika Duru Uchumi na Biashara, na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni. Moja kwa moja tuungane na mwenzangu Marco Pastori. Karibu sana katika wasaa wa Duru Michezoni. Asante sana, bila shaka unaendelea salama. Mimi naendelea salama na niko vizuri pia. Sawa, jambo jema. Bana, mimi nikufahamishe tu machache ambayo yanaendelea katika uwanda huu wa kimichezo. Na kubwa zaidi itakuwa jambo jema kama ukifahamu kwamba wale ndugu ambao walikuwa wanazozana hapa na pale leo wamekuwa na kikao. Hapa nazungumzia Simba Yanga. Simba Yanga. Nazungumzia Yanga. TFF. Wameitwa kwenye kikao cha bodi ya ligi kule kwa ajili ya kwenda kujadili mambo yao. Sawa bana. Kwa hiyo mambo yatakapokaa sawa, kufahamu kipi ambacho kimejiri kule ndani, tutakuja kukupitisha. Nimemsikia makamu wa rais Alfat akizungumza, alikuwa anahojiwa baada ya kumetoka. Wanamuuliza vipi, mmezungumza nini? Akasema tumekuja kuwasilisha wanachama na mashabiki wa Young Africans walichotuagiza. Akasema kwa hiyo mnacheza mchezi? Akajibu kwa swali, kwani tulisema tunacheza? Ni moja ya kitu ambacho kwa kweli kwenye uwanda wa michezo kimeibua gumzo. Paka itakapofika tarehe 15 tutasikia mambo mengi sana. Sijajua soka letu tunalipeleka wapi. Kama ni hivyo kimasihala pengine linaweza kufika, lakini kama au itakuwaje tutajirekebisha mapema basi itasaidia. Sawa bana. Sasa acha nikupitisha hapa pia ufahamu kuhusiana na kile ambacho kimejiri jana. Ronaldo bana amesaidia timu yake kufanikiwa kubeba kombe yeye kama captain. Bana amefanikisha timu yake ya taifa kuweza kuchukua ubingwa wa UEFA National League, ambapo finali kwa ikipigwa kati ya Ureno ambao alicheza na Uhispania. Ni moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mzuri kweli kufuatilia. Lakini kwa uchache tu kwa sababu ya wakati, leo kutakuwa na ile michezo ya kufuzu kombe la dunia kwa upande wa UEFA. Estonia watacheza na Norway majira ya saa 3:45. Halikadhalika Italy watacheza na Moldova. Ni miongoni mwa mechi hizo za kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Mengine tuyapate pale saa 2:15 usiku. Shukrani sana. Asante. Na kwa taarifa hizo katika Duru Michezoni, msikilizaji, napitia jumbe chache kweli kutokana na muda. Anasema naitwa Gabriel Laurent, anasema unaweza kumuita Dogo Chasambi kutoka maeneo ya Kavumvum, Runyana, Rulenge, Ngara, Kagera, Tanzania. Anasema haya, jumbe wako kidogo. Anasema naitwa tumuite Danford Dotto Daniel, anasema anatokea maeneo ya Murujambara, Kumtana, Ngara, Kagera, Tanzania. Anasema nawapongeza sana hao wanaojiita chama cha umma. Anasema pia kutaka kufanya uchaguzi wao wapo wanajisumbua bure kabisa. Anasema maana mimi naona hakuna chama kinachozidi Chama cha Mapinduzi, bali wataishia tu kushiriki tu na hawataambulia chochote. Ni maoni hayo ya msikilizaji akijinasibu hapa. Na kwa ujumbe huo mimi nakamilisha makala haya ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya wote waliosikika katika kipindi hiki, niseme shukrani sana, nikutakia alasiri njema, lakini kumbuka endelea kuambatana nasi mpaka pale saa 2 kamili usiku wa leo. Mimi ni Laurent Gervas. 97.